wapinzani unakutana nao wanang'ata meno. Salama hii ligi inaelekea ukingoni. Kwa hiyo mtu sasa hivi duo dai. Okay. Na kuna kupigania nani? Kuna mapigano ya vitu tofauti tofauti. Ndio maana sasa hizi kila mtu ni kama vile jioni unataka kufunga biashara. Kwa kila mtu anaangalia hesabu zake zimekaaje. Kwa hiyo kwa kipindi hiki matarajio ndo hayo. Kwamba kuna timu zinataka top 4, kuna timu zinataka ku-maintain nafasi ambazo zipo pale zisishuke, kuna timu zinataka kubaki walau kwa playoff. Sasa timu zote hizo ukikutana nao, moja kati ya hizo kuna hayo ambayo unasema timu inang'ata meno. Ni kwamba chukulia kwa mfano Mashujaa, alama ambazo wako nazo walikuwa wanaona hata alama moja inawatosha kuwaondoa kwenye eneo la kubaki na wasiwasi. Sababu mchezo unaofuata wanacheza dhidi ya Kagera, ambayo kama wao tu wao wanategemea mechi hiyo kusurvive. Hiyo mechi ikiwa ni matokeo tofauti na ushindi kwa Kagera, inawezekana wakawa wanaanza kuaga mkono wa kwaheri. Kwa Mashujaa anaitazama mechi hiyo kwa namna hiyo ya Kagera, na Kagera mwenyewe naye anaitazama kwa namna hiyo. Kwa hiyo hata mechi ambazo Simba anacheza, ambao ataenda kucheza na Pamba, Pamba nao wako kwenye alama 27. Alama ambazo haziwatoshi kuwabakisha. Yaani nategemea Kagera kadri anavyofanya vibaya ili Pamba wasalie kwenye playoff na alama zao hizo. Kwa hiyo hii kwa uhakika ni kwamba lazima utafutie hata moja kwenye kila mechi ambayo unacheza. Kwa hiyo kulingana na nafasi waliopo na uhitaji wa kumalizia msimu, inafanya mechi zinakuwa watu wanakamiana kwa kiasi hicho. Wanakamia, lakini pia usisahau Alex, Simba ni wanasubiri kucheza finali. Kwa hiyo hata mimi ninavyojiandaa kucheza na timu ambayo inataka kucheza finali Afrika, lazima nijiandae vizuri. Sasa ukoone kujiandaa ndo kukamia. Kukamia kuna tofauti kati ya kukamia na kujiandaa. Na kuna kukamia kucheza mpira na kuna kukamia kugongana. Yaani unajua kuna mstari mwembamba sana ambao utatenganisha kukamia na kujiandaa kupambana. Mstari wake mwembamba sana. Inategemea na namna wewe unavyoangalia, lakini kwa mfano kwa JKT Tanzania, hamna mtu asiyejua kwamba Ahmad Ally miongoni mwa makocha ambao ni washindani sana. Na JKT Tanzania hawako kwenye mstari wa kushuka daraja. Ndio. Hawako kwenye maeneo hatarishi. Hawako katika maeneo hatarishi. Anaenda kucheza nusu finali ya kombe la CRDB dhidi ya Yanga. Kwa hiyo unaweza kaona naturally ni mmoja kati ya walimu washindani. Yeye atakupa test ile. Acheze na Simba, acheze na Yanga, acheze na Azam, test yake ni ile. Alafu kuna hao ambao wanazungumzia Kiemba kwamba huyu nafasi yake ipo wapi? Kwamba huyu anahitaji alama 3 au 1 akicheza timu kubwa. Okay, kumekuwa na hali ya kama marefa kutokuaminika. Ni kweli. Yaani timu yoyote ikicheza na mnyama, yani tayari wanaona huyu refa anaweza siwe akasimamia kwenye haki. Yes, kama leo tumpale ilikuwa bado kidogo, nasikia wasingemzuia yule Kitimeja, angemwamba makofi mwamuzi. Mwamuzi alikuwa anawamba makofi kabisa. Asingezuiwa na wazee mechi ya ufundi. Na refari alikuwa na refari sasa mwacheni aje. Refari alikuwa anataka kumpokea kwa kadri atakavyokuja. Ile kiasi kwa idadi au ile ilikuwa nini? Unampa kiasi kwa idadi. Kuna kamsemo kalipita hapa katikati. Kama vile unampa kiwango kinachostahili kulingana na anavyokuja. Kwa hiyo refari anawaambia wale msimkamate, mwacheni aje, mimi nitampokea kwa kadri atakavyokuja. Ile inafikirisha kwamba kiti manager ana hasira kuliko wachezaji ndani. Kiti manager anapenda timu. Sasa unajua unaweza kukuta kiti manager na wachezaji ni tofauti, kwa sababu wachezaji wanakuwa mle ndani ni kama wako chini ya refari. Unajua ukikaa kwenye benchi unajisikia kama refari ni mwenzio tu. Hayupo kwenye imani yake. Kuna kujisahau fulani. Kama upo kwenye imani ya refari. Ila mchezaji anajihisi 100% yupo kwenye imani ya refari na anaweza kuamua kitu chochote. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo yani unakuonesha ni kwa kiasi gani kwamba toka watu wanakuja kiwanjani tayari kuna matarajio haya. Kwa hiyo ikitokea
hata umekosea kwa bahati kibinadamu, hakuna mtu atakuelewa. Wataona ndio yale tulijua. Na lakini sababu ni nini? Nini kimesababisha haya? Ni kwa sababu ya makosa kujirudia. Makosa kujirudia. Yes. Kwa hiyo haiwezi ikafutika tu ghafla kwamba watu wakienda wasiwe na hiyo imani. Kwa sababu angalia hawa tena dakika hizi za salama lolote hapo kusikia lolote zakatokea mara kweli mara kweli. Lakini kwa namna pengine mwamuzi alivyochelesha leo kweli ana hayo mapungufu ambayo yanaonekana kama yanalalamikiwa kwa kiasi hicho. Wakati mwingine unaweza ukaona dhana imebaki kwa kubwa kuliko uhalisia ambayo wakati mwingine unatokea. Kwa kiasi fulani kama binadamu unaweza ukamwona ameweka jitihada za kutosha kulingana na yale makelele ambayo yamekuwa yakipigwa. Sababu kuna tukio moja mimi nimeliona la mchezaji wa JKT kamkanyaga mchezaji wa Simba, alikuwa chini, kamkanyaga kabisa na refa yuko eneo hilo. Sasa sijui hakuona au vipi. Clip inatembea kwenye video vya kidijitali. Yaani hata kama refa kaona, naona kwa mazingira ili liniepuke. Yaani na mimi tena nimetoa red card. Afu tena nyingine itaonekana. Kwa hiyo inawezekana refa anaamua kubalance baadhi ya matukio ili kutengeneza imani. Na ndio maana wakati mwingine zinapoenda hizo mechi saikolojia watu wanajaribu kuwini saikolojia ya referee. Hatuna imani naye, hatufanyi nini? Ili kwamba sasa refa jamaa waniamini, yani inabidi niwe makini kweli kuwachezesha mechi yao. Lakini hawamaanishi kwamba kweli hawana imani, kwa sababu ni ile saikolojia tu bana, huyu refa tumtoe mchezoni, balance akae upande wetu vizuri. Kwa sababu sisi tulishasema huyu hatumwamini. Kile kilichotokea. Kwa hiyo wakati mwingine inawezekana hajaona au mimi navaa ule ubinadamu kwamba hata mimi ningekuwa refa nimeona alafu naona hakuna madhara makubwa, sitaki tena kuingia kwenye vichwa vya habari kwamba si unaona haiwezi kuisha mechi bila penalty, haiwezi kuisha mechi bila red card. Kwa leo sitaki kutoa penalty, sitaki kutoa red card. Yaani mpaka mtu anilazimishe. Ndio tutoe. Kama yule mwamba alikuwa anabishana naye kamlazimisha kutoka kadi nyekundu yule kweli. Okay, kwa mechi zilizopo Simba hizi 4 kashacheza, bado hizi 2 na mazingira yanayo. Na wakati huo ana mchezo wa kwanza tarehe 18 na Berkane kule Morocco wa finali 17. Tarehe 17. Kwa mwenendo na aina hizi mechi, uone kwamba sasa Simba anakwenda kuhatarisha baadhi ya wachezaji wake kwenye hiyo mechi, ingawa jambo la kuumia mtu anaweza kaumia popote. Naweza mtu asiumie lakini akaumwa. Yes, ndio. Kashindwa kucheza. Kwa hiyo mimi nadhani kwa mechi tu kuwa karibu ndio unaweza ukaona kama unaweza kutengeneza fatigue. Jambo ambalo unaweza likatengeneza uchovu ambao unaweza ukachelewa kutoka au ikawa sababu sasa mtu kuumia kwa sababu ya ule uchovu ambao yuko nao. Lakini kuhofia kwamba kucheza mechi utatengeneza majeraha au majeruhi wengi kwenye timu yako, unaweza watu wanaumia mazoezini. Na injury nyingi ambazo zimewafanya watu wakosekane kwenye mpira muda mrefu huwa zinatokea kwenye mazoezi, sio kwenye mechi. Yaani mazoezi ambayo yanafanya mtu akainja muda mrefu kwenye sasa. Kwa hiyo mazoezi huku inakuaje sasa? Inakuwa ni uhalisia. Yaani mazoezi Alex ni kwamba kile ambacho kitatokea kwenye mechi ndio kinafanyika kwenye mazoezi. Kwa hiyo kama ni defender ana defend, anapaswa kudefend ili akutayarishe na namna ambavyo wapinzani wataenda kudefend. Hachezi rafu lakini ile toughness utaisikia. Na ili uwe na timu ambayo inaweza kushindana, lazima ushindani uanzie kwenye mazoezi. Kama kwenye mazoezi tu anasema wewe pita, kwenye mechi mtapata tabu. Mtapatana hivyo kwenye mechi. Kwa level ambayo ya mazoezi inayofanywa ndio wakati mwingine Alex, wachezaji wengi na karia zao zimekatika kwa mazoezini, sio kwenye mechi. Naam, karibu sana mwana michezo na mtazamaji wa Mlacha Media. Tuendelee kujuzana zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri katika pande tofauti ama katika viwanja tofauti kwa hapa nchini Tanzania. Na ishu kubwa ni kuhusiana na ligi kuu ya hapa nchini Tanzania, kwa maana ya ligi ya NBC
Premier League. Na ishu kubwa ni kuhusiana na mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao ni mchezo wa kiporo, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba alikuwa yupo ugenini pale kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni wakikaribishwa na maafande JKT Tanzania, na mchezo huo umeweza kumalizika kwa wekundu wa Msimbazi kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja, bao ambalo liliweza kuwekwa kimiani kunako kipindi cha kwanza katika dakika za nyongeza na kiungo fundi hapa tunamzungumzia Fabrice Luamba Ngoma, ambaye pia alifanikiwa kuibuka kama man of the match katika mchezo huo. Na ni rasmi sasa wekundu Msimbazi Simba wanafanikiwa kukusanya alama 63, ambapo hapo nyuma dhidi ya watani wao kwa maana ya Young Africans ambao wamefanikiwa kukusanya alama 70, huku wekundu Msimbazi Simba akiwa bado ana michezo miwili mkononi, kwa maana ya michezo ya viporo, michezo ambayo wekundu Msimbazi Simba hajaicheza. Hapa tunazungumzia mchezo ambao watacheza dhidi ya Pamba Jiji kutoka kule mkoani Mwanza, lakini pia mchezo mwingine wataenda kucheza dhidi ya KMC ambapo pia wekundu Msimbazi Simba atakuwa yupo ugenini. Na mchezo wa KMC wekundu Msimbazi Simba ataenda kule mkoani Tabora, ambapo KMC amepeleka mchezo wake huko mkoani Tabora. Tuendelee kuangalia ni namna gani basi wekundu Msimbazi Simba atafanikiwa kutafuna ama kula vile viporo ambavyo alivyo navyo, kwa maana ya ile michezo ambayo bado hajaicheza. Ni tayari amekwisha tayari kucheza michezo miwili ya viporo, na tayari amekwisha kushinda michezo yote. Mchezo wa kwanza ulikuwa dhidi ya Mashujaa kutokea kule mkoani Kigoma, ambapo wekundu Msimbazi Simba alifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Na mchezo wa JKT wekundu Msimbazi Simba anafanikiwa kuondoka na ushindi wa bao 1-0, wakifanikiwa pia kuondoka na clean sheet katika mchezo huo. Bwana, huo ulikuwa ni mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini cha msingi kwa ambao unaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njeni rahisi tu, unabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe ambayo yapo upande wa kulia hapo kwenye screen yako, na moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, la kujina ni Innocent Mlacha na hii ni Mlacha Media. Endelea kuifuatilia Mlacha Media na uwe na wakati mwema. Bye bye.